Dragon pamoja na kiwanda cha trading Obo. Lakini pia nipende kutambua uwepo wa katibu tawala wetu, kamanda OCD wetu wa wilaya ya kipolisi ya Buguruni, wafanyakazi wote. Tuwe nafasi hii kuwapongeza. Nipongeze kwa mwaliko na nishukuru, lakini nipongeze kampuni ya Dragon, kampuni ya mabati ambayo imefanya kazi na halmashauri nyingi. Ziko halmashauri katika mkoa wa Dar es Salaam ambao wamenunua mabati katika kampuni hii, lakini ziko halmashauri nyingine nje ya Dar es Salaam ambao wamefanya kazi hivyo. Nitumie nafasi hii kuwapongezeni sana. Historia ya kampuni za Kichina pamoja na Tanzania ni ya muda mrefu. Iko historia ndefu kati ya Tanzania pamoja na China. Na mimi nipongeze, kinachofanyika ni muendelezo wa historia na mahusiano mazuri ambayo Tanzania tunaendelea kuwa nayo kati yetu na nchi marafiki. Hivyo unapozungumzia historia ya mahusiano, huwezi kuacha kumtaja Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye ameendelea kuimarisha mahusiano yetu na nchi marafiki, lakini hajawahi kuacha kuwa na mahusiano na nchi wa kihistoria, nchi za kihistoria kama China. Ndio maana uwekezaji wa China katika nchi yetu umeendelea kuimarika siku hadi siku. Na moja ya maeneo ambayo kama serikali tunaendelea kutilia mkazo ni uwekezaji wa namna hii wa uzalishaji. Unapokuwa na uwekezaji wa uzalishaji, unafanikiwa kutoa ajira kwa Watanzania walio wengi. Watanzania wenzetu wanapata nafasi ya kupata ajira. Lakini kipindi cha miaka 12 umeona ni Watanzania wangapi ambao wamepata ajira katika kampuni hii? Lakini Watanzania wangapi wamepata ujuzi wa kuzalisha mabati? Lakini Watanzania wangapi ambao wameweza kuja kuuza chuma hapa? Hivyo unaona umuhimu wa uwepo wa kiwanda hiki katika wilaya yetu ya Ilala, katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Wito wangu kwa ndugu zangu wa Dragon pamoja na Obo Trading, wakati tunao encourage kuendelea kuja kufanya biashara katika nchi yetu, na sisi kama serikali kutoa support ya kibiashara, tuendelee kuwasihi kuambukiza utaalamu kwa Watanzania, ili katika miaka 3, 4, 5 tuone sasa Watanzania pia wakiweza sasa kuendesha mitambo hii au kuzalisha mabati haya. Kwa wale waliofaidika kwenda China kama katibu tawala hapa, wameona nchi ya China ilivyokuwa na teknolojia ya hali ya juu kwenye uzalishaji wa mabati na vitu vingine vya electronic kama hivi ambavyo viko hapa. Hivyo tutumie fursa hiyo sasa kuja kuambukiza hiyo teknolojia kwa nchi yetu kama Tanzania. Lakini pia tutumie nafasi hiyo kuona namna gani tunaweza kuendeleza kuwa na viwanda vikubwa zaidi ya hiki kiwanda ambacho kiko hapa. Nimeambiwa kwenye taarifa yenu kwamba kipo kiwanda cha uzalishaji wa bati ambacho kiko Kigamboni, ambacho ndicho kinazalisha kwa ajili ya nchi nzima. Ni vizuri kama tunaweza kwenda, badala ya kusafirisha, kuendelea kuona katika mikoa mingine tunavyoweza kuwa na plant kama hiyo ikafanya uzalishaji katika maeneo hayo mengine katika nchi yetu. Kwa kuwa tunaamini utakapokuwa na viwanda, watu watapata ajira. Utakapokuwa na viwanda, uchumi wa nchi yako utakuwa. Tumemsikia Mheshimiwa Rais akizungumzia swala la kodi na ulipaji wa kodi. Utakapokuwa na viwanda, ndipo nchi yako inaweza ikapata kodi ya kutosha. Hivyo tuendelee kuwasihi wenzetu na marafiki zetu kwamba tuendelee kuwa na viwanda vya kutosha. Na hata mkipata msaada wa maeneo ambayo mtajenga viwanda, tuko tayari kwenda kuwaonyesha maeneo mbalimbali, aidha katika wilaya yetu ya Ilala au katika mikoa jirani wa Pwani
au mikoa mingine ambayo tunaweza tukasaidia sisi kama serikali kwenda kuonyesha na kuweka vivutio ambavyo ninyi mtapata nafasi ya kuwekeza kama kiwanda. Hivyo nitumie nafasi hii niwashukuruni sana, na niwashukuru sana watumishi ambao mpo hapa, na sasa mmeenda kupata kampuni nyingine ambayo pia inaenda kuongeza idadi ya ajira ya Watanzania. Nendeni mkawasaidie ili na wao kama watumishi wapate haki yao vizuri, kwa sababu mara nyingi tumekuwa tukipigana sindano wenyewe kwa wenyewe badala ya kusaidiana. Ni vizuri pia tuone namna ya kuwasaidia wafanyakazi wetu, lakini sambamba na hiyo kufuata zile sheria za kazi katika maeneo ya viwanda. Maana yake zile taasisi za OSHA, yale maelekezo ambayo wanayatoa ni vizuri kuyafuata. Lakini changamoto nyingine ambayo tunaiona sio kwenye kampuni yenu, lakini kwenye kampuni nyingine ni kutoa ile michango ambayo mmekubaliana na watumishi kwenye mifuko ya jamii, haipelekwi kwa wakati. Sasa inamfanya mtumishi anapostaafu au anapopata kazi sehemu nyingine, akienda kwenye mifuko ile ya jamii, wanakuta fedha zake hazijapelekwa. Once mnapokuwa mmekubaliana na watumishi wa namna hiyo, ni vizuri kuhakikisha kwamba ile michango yao inaenda. Lakini kingine ambacho tuendelee kutumia nafasi hii kwa kupongeza, mmezungumza masuala ya CSR. Niwapongezeni sana, mmetoa CSR kubwa katika maeneo mbalimbali. Hivyo niwaalikeni katika halmashauri yetu ya jiji la Dar es Salaam, na sisi tutakuja kununua mabati kwenu. Sasa na halmashauri yetu ya jiji la Dar es Salaam ina uwezo mkubwa, na tunajenga nyumba nyingi, tunajenga madarasa, tunajenga vituo vya afya, tunajenga hadi hospitali za hadhi ya wilaya. Manake mapato yetu na matumizi yetu kwenye miradi ya maendeleo sio chini ya bilioni 80. Manake uwezo wetu wa kununua mabati kwenu na vifaa vingine ni mkubwa. Tunachoona na ninyi, tunachokiomba kutoka kwenu na ninyi sasa, tuone CSR katika halmashauri ya jiji la Dar es Salaam, kwamba ni yapi ambayo tunafanya kwenye shule. Mnaweza kupeleka kompyuta kwenye shule, mnaweza kupeleka TV shule za boarding ili watoto wakaone. Kwenye shule mnaweza mkapeleka vifaa vya umeme, kwenye shule mnaweza mkapeleka madawati, kwenye vituo vya afya mnaweza kupeleka vitanda, kwenye vituo vya afya mnaweza kupeleka vitu mbalimbali ambavyo vinaweza kukasaidia, ili hata halmashauri wakati inafanya biashara na Dragon basi au inafanya biashara na Trading Obo, basi ifanye biashara na mfanya mwenzake ambaye pia huwa anarejesha CSR kwa upande wake. Nimesikia mlishawahi kupeleka mabati 300 mahali, lakini sijaona mkipeleka mabati 500 katika halmashauri yetu. Basi naamini basi baada ya hizi siku mtaanza kuifanyia kazi, ili na sisi wengine tuwe wapiga debe wa mali ambazo Dragon au Trading Obo mnazalisha katika nchi yetu hii ya Tanzania. Basi baada ya kusema hayo, niwashukuruni sana. Niwahakikishie kwa niaba ya serikali tutaendelea kushirikiana. Kuja kuanzisha kiwanda hapa maana yake ni kuitikia wito wa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya kuwa wavutia wawekezaji mbalimbali katika nchi yetu hii. Hivyo nitumie nafasi hii kuwashukuru na kuwapongeza, na sisi tutaendelea kutoa ushirikiano mkubwa sana kama serikali. Kwa majina naitwa Elias Franki Piana, mimi ni Zonal Marketing Manager wa Trading Obo na Dragon Mabati kwa ujumla. Na toka tumeanza kampuni hii nina miaka 6 kazini, toka 2018 mpaka hivi leo. Na waandishi wa habari, tumewalika siku ya leo, ni siku ya uzinduzi kati ya ubia baina ya Dragon Mabati na Trading Obo, ambapo binafsi toka mwaka 2009 mpaka iliyofika mwaka 2024 Dragon Mabati ilikuwa tunadili na mabati na PVC peke yake. Lakini mwekezaji huyu alipofika wa Trading Obo, ambaye ndio mwajiri wetu mpya, alipofika mahali hapa wakaingia ubia wa pamoja. Sasa hivi tunazalisha bidhaa karibia zote za ujenzi. Yaani inakuwa ni one stop shopping center kwa ajili ya vifaa vya ujenzi. Kitu ambacho kitakuwa kinakosekana mahali hapa
ni mchanga na kokoto tu, lakini bidhaa nyingine zote za ujenzi zitakuwa zinapatikana mahali hapa. Mwekezaji huyu amekuja kwetu, ameintroduce vifaa mbalimbali vya ujenzi, mfano chuma, Z-piling, square pipe, angle line, bidhaa nyingi sana za milango ya steel bar, milango ya chuma ile wote ameweka. Kuna mabati ya plastiki mapya ambayo waranti yake ni miaka 30 ambayo yapo yana ubora wa hali ya juu kuliko haya mabati ya kawaida ambayo tumeyazoea. Halikadhalika tuna mataa, tuna electronics aina mbalimbali, friji ambazo tuna manufacture hapa Tanzania. Kiwanda chetu kipo kule Kilimanjaro Industrial Park Kigamboni, njia kama unaelekea Dar es Salaam Zoo. Kule ndo tunapotengeneza bidhaa hizi zote mpya ambazo zimeingia hapa nchini, na hata hichi kiwanda chetu cha chuma ambacho tumeona pale ndani tulivyokuwa tumeingia na mheshimiwa mkuu wa wilaya, tulimueleza baadhi ya vyuma ambavyo tutakuwa tunavitengeneza kule Kigamboni. Ndio. Pengine kiwanda chenu mbali na kutengeneza vitu kadhaa ambavyo unasema kwa hapa leo tumeona mizunguko upande wa wilaya. Ndio. Viwanda vyenu mbali na wilaya kipo Okay, asante. Kwa Tanzania tuko zaidi ya mikoa mitano. Tukianza na hapa Dar es Salaam ambao ndo makao makuu, alafu tukija tupo Dodoma, tupo Tanga, tupo Arusha Unga Limited Industrialia, tuko pia Tabora eneo linaitwa Gulu, tuko pia Mwanza Pepsi pale kituo cha Pepsi, alikadhalika tuko Mbeya airport ya zamani na Makambako mjini. Pale ndo ni viwanda, sio maduka, ni viwanda ambavyo tuko pale. Ndio viwanda vyetu, matawi yetu yote yako hapo. Ndio. Pengine kwa sasa hali ya uwekezaji Tanzania unaionaje? Miongoni mwa Watanzania ambao wanafanya kazi kwa kweli hali ya uwekezaji Tanzania ni rafiki sana, na napenda kumshukuru pia Mheshimiwa Rais kwa juhudi anazozifanya kutengeneza mazingira rafiki kwa wawekezaji kuja hapa nchini kwa ajili ya kuwekeza. Mfano hai kwa kazi juhudi anazozifanya hata mkuu wa wilaya hapa ametueleza, na ndio maana huyu mwekezaji amekuja na akajenga plant hapa. Tuna wawekezaji wengi sana na wengi pia wanahitaji tunahitaji, hatutadili na trading obo peke yake. Kuna mwekezaji mwingine pia atakuja ataungana nasi kwa ajili ya bidhaa nyingine. Kwa hiyo uwekezaji kwa Tanzania umeongezeka na umekuwa maradufu, na kuna ndo maana tunazalisha baadhi ya bidhaa tunazalishia hapa Tanzania kulingana na kodi rafiki za mwekezaji. Sasa hivi hatuna haja ya tena kuchukua malighafi nje. Sasa hivi tunafanyia kila kitu hapa. Kwa hiyo kwa utaratibu wa uwekezaji naona Mheshimiwa Rais amefanya kazi nzuri sana, na ndio maana wawekezaji wamezidi kuongezeka na watazidi kuongezeka kulingana na hali ya sasa hivi kwa nchini ya amani na utulivu, na ni mazingira rafiki kwa kila mwekezaji. Na pia ninapenda kuwakaribisha wawekezaji wote ambao wako nje ya nchi au hapa ndani ya nchi waweze kuwekeza. Tanzania ni salama na ni tulivu kwa uwekezaji. Kwa kampuni yetu huwezi ukamwadhibu mtu bila kiongozi wake kupewa taarifa yoyote. Kwa hiyo hakuna mtu kufukuzwa kazi mpaka kwanza apewe barua mara 3. Umenielewa? Na pia ana nafasi ya kujieleza kama kampuni, kwamba tunamuita kwenye kikao cha maadili kwamba njoo ajielezee kwa nini katenda kile kitendo. Atapewa onyo mara ya kwanza, atapewa mara ya pili, baada ya mara ya 3 ndio yule mtu tutamwachisha kazi, lakini akiachishwa pia atapewa stahiki zake, mafao yake yote mpaka ule mwaka utakapokuwa umeisha kulingana na mkataba wake unavyosema. It's about how the environment in Tanzania are influencing you as to invest in Tanzania. So firstly, Dragon, we already came to Tanzania for 16 years. So Dragon Mabati is already a very well-known brand in Tanzania. And we do think we want to help the local people to have more comfortable and more reliable home and more reliable construction in the future. And with the name of Trading Obo, because we want this new concept of comprehensive construction store, a more organized and appropriate way to help local people, because we are not only want to making one construction materials for local people, we want to do more. For example, you can find from our store, we have mabati, we have stainless steel, we have the tools, and we have home appliance. So all the concepts come together. We want to provide a one-stop solution for local Tanzania people. Once you have any needs, you can find from Trading Obo. So far you want to establish a one-stop solution in Tanzania. Let's tell us why collaboration or cooperation between Trading Obo and Dragon Mabati. Okay.
Dragon Mabati is one of our well-known brand, but Dragon Mabati is only, you can see from the name, it's focusing only on Mabati materials. It's just one type of materials. And for the trading oboe, it's just adding more value to the brand. So trading oboe, we can get together all the reliable and trustful suppliers here. For example, we can focus on one type of materials because each product category, they have the expert for each product category. But Trading Oboe is just one assembly store for all kinds of the very reliable and trustful brands coming together. So after we choosing the best quality products here, we believe Trading Oboe will be the one of the best solutions for local Tanzanian people. Try everything, and they don't need to waste other times. Once they came here, they can find the best quality products here. Thank you for your remark. Thank you. Very much. Okay. So start. You're welcome. My name is Miss Chi. So I'm the general manager of Trading Oboe. Okay. And today is our opening ceremony of Trading Oboe shop. So it's my great honor to welcome all our friends and guests here to have a new start. So in fact, for investment in Tanzania, it's a very good opportunity for the Chinese guys and even the other foreigners. Even now, for the environment and the economic, it's booming up, in fact, as per my overview. And also from my friends and also our investors who working with us together. They're very interested to invest in Africa, especially for the country like Tanzania, because the people relation is booming up, and for the economic is growing up every day. And even for the employees here is very friendly, and we have a very friendful environment for working together. And it's easy for us to communicate and to working together and to develop. That's how it comes out. We have very friendly and also good benefits here. And we want to create the fortune together with our local employee. We are working together, and for our Chinese people who are working here, in fact, they stay here for a long time. They love this country. And also, for our customers, we serve them, they also contribute as well. They really build our name, and we want to make our brand last here for over maybe 30 years, even the next 50 years. Because that's why we are always care about our qualities, our name of the brand, and also we take care of all our brothers here. That's how I think the business can be last long and we can grow up together. Thank you. Thank you.